Wana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kumbuka ya kwamba leo ni Jumamosi na kesho ndo kesho, asemaye kesho basi huyo ni muongo. Tunaelekea katika dabi ya Kariakoo, dabi ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka Young Africans. Katika miongoni mwa dabi nyingi, dabi mbalimbali ambazo zimepigwa za ligi kuu Tanzania bara, rasmi Simba Sports Club amepoteza dabi 6 mfululizo. Mimi niko na Mnandi JR na nimemfuata mpaka maskani kwake tuweze kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Uko poa ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia pumzi, tuko salama, naendelea na mfungo huku kwa Rezima, lakini huku Ramadhani Karim. Kwa hiyo kikubwa binafsi, acha inyeshe tuone panapovuja. Acha inyeshe tuone panapovuja. Siku zimeshataradadi, zimeshakwisha. Yaani ni leo tu. Na saizi ndio tuko kwenye majira ya saa 10 saizi alasiri. Kwa hiyo siku tayari inaenda kufanyaje? Inaenda kugeuka na inaenda kufungwa. Tulale salama, tuamke salama. Ili siku ifike, maneno yote yanayozungumzwa basi ataenda kufungiwa kabatini baada ya ikifika saa 5 za usiku. Tutakuwa shughuli ishatamatika. Kila mmoja atajua nini amepata, nini amekosa, atarudi nyumbani kwake kwenda kujadili na familia yake. Lakini shughuli itakuwa imetamatika. Bwana ndugu yangu, tuanzie hapa bwana. Mnatarajia kuiona dabi ya namna gani haswa hapo kesho katika viwanja vya New Amani Complex visiwani Zanzibar? Dabi itakuwa ya kushindani mkubwa sana. Yaani inawezekana ikawa dabi ambayo haijawahi kutokea kwa hivi karibuni. Dabi itakuwa kubwa mno. Itakuwa na watu wengi sana ambao wataelekea pale visiwani Zanzibar kwenda kuishuhudia dabi hii. Kwanza dabi hii ina vitu vingi. Vitu vya kwanza kwamba makocha wote ni wageni, wamekuja ndani ya Simba na Yanga, wote ni makocha wageni. Huku kuna Pedro, lakini huku kuna Steven Bak. Wote ni wageni. Kwa hiyo wote wanakuja kwa ajili ya kusaka alama 3 muhimu, wa kusaka heshima ndani ya hizo klabu. Kwa hiyo naamini binafsi tutaenda kuona dabi ya Kariakoo, lakini kihamia pale Zanzibar New Amani. Mimi naamini binafsi tuone Baka atafanya nini, lakini tumuone na ndugu yetu Pedro pia atafanya nini. Maana Pedro tunamuona akifungwa huwa anafanya sabu za kulopoka, yani za kuchanganyikiwa. Lakini tunamuona pia Steven Baka huwa akibanwa mchezo ukiwa mgumu, huwa unamuona anafanya sabu za kikatili. Kwa hiyo mimi nataka kuviona hivyo vitu siku ya kesho. Bwana ndugu yangu, kesho ndo kesho Damaro Day. Tuizungumze. Wewe uogopi kuipeleka timu siku ya Damaro Day? Nadhani kwenye hizi kuziweka siku ya mchezaji huwa mara nyingi wanafanyaga sana kwenye mechi za kimataifa. Huwa ndo wanaendaga hivyo. Muona bwana, labda siku yao ya mwananchi wanaweza kaenda hivyo. Lakini sasa nadhani imeingia kwenye dabi ya Kariakoo, wanaenda na siku ya mchezaji. Hii siku ya mchezaji itapita na mtu. Hii siku ya mchezaji mimi nawaahidi itapita na mtu. Sidhani kama inaweza kaisha salama. Wallahi mimi nipo. Wao wanajiamini. Ndio maana nakwambiaje itaisha na mtu. Hajawahi kuweka kwenye dabi ya Kariakoo wakaenda sijui na fulani day na hawajawahi. Kunadhani kwa mara ya kwanza wanaenda na mchezaji. Alafu mchezaji mwenyewe ni mgeni, lakini mgeni huyo pia amekuja amepewa uraia Tanzania. Na ndo sababu kuu wameita Damaro Day. Sasa tunataka kujua walompa uraia wa Tanzania. Je, ni watu wa uhamiaji kweli ama ni watu wa nje ya nchi hii? Tutajua muda ukifika. Sababu sijamuona kama mchezaji anastahili kuwa raia wa Tanzania. Kwa nini sasa wakati alistahili hata Kibu Denis na amepewa na anacheza kwenye national team? Kibu Denis alikuwa mchezaji mzuri na alikuwa anaonekana anaisaidia taifa hili. Sasa huyu Damaro anawezekana kweli akaja kusaidia taifa hili kwenye national team? Sijaona uwezo ambao wa kusaidia. Bwana ni mchezaji wa kawaida sana. Mchezaji anacheza rafu muda wote. Na naamini hii Damaro Day kesho akishapewa umeme, msihangaike na msishangae kwa sababu tayari mwenye mpira wake yuko zake huko. Kaunguruma akiwa huko, yupo hapa. Kaunguruma akiwa huko kwenye mkutano wake kazungumza. Leo hii hapepesi, yani Wallace Karia kama alivyopata uongozi wake akasema ligi yenu sina habari nayo. Leo kanyooka huko. Kasema kabisa waamuzi wote waliopangwa kuelekea dabi hii, sawa, wakiharibu basi wahakikishe wanapelekwa gerezani. Kashasema. Wajiandae kabisa. Kwa hiyo gereza la Guantanamo inawezekana huyo muamuzi atakayeharibu anaingia yeye kwenye gereza la Guantanamo. Mapema na asubuhi tu. Hilo gereza la Guantanamo ambao wametuita sisi pale. Kwa hiyo ajiandae. Muamuzi yoyote, awe wakati, awe Kibendela, awe wa akiba, yoyote atakayezingua. Sawa, huyu akiba akizingua kukazidisha sabu kaongeza watu 6 baada ya sabu 5, basi ajiandae kuingia Guantanamo. La wakati basi ajiandae kuingia Guantanamo. Mwenye mpira wake kashaongea. Wallace Karia kwamba muamuzi atakayezingua atamalizana naye. Miongoni mwa umezungumzia swali la waamuzi, miongoni mwa waamuzi ambao wanakuaga hawako unfavorite kweli na Simba Sports Club ni pamoja na Ramadhan Kayoko. Amewekwa kama assistant referee. Hamuoni pengine labda dabi mnaweza kwenda kupoteza pindi ambako mnapokutana tena na yule mhukumu wenu ambaye aliwahi kuwahukumu kwa siku kadhaa katika dabi mbalimbali hapo nyuma?
Binafsi na ndo maana maneno yamekuwa mengi ndani ya siku mbili toka watangazo wa waamuzi, maneno yamekuwa mengi. Watu wameleta mpaka ya orodha ya waamuzi. Sawa? Wenye leseni za FIFA. Lakini Mwinchui hayupo. Huyo Kayoko yupo, lakini bado vile vile tu. Kwa mimi naamini leseni ya FIFA sio tija. Tija ni muamuzi kwenda kutafasiri sheria 17 za mpira wa miguu. Hicho ndio kitu muhimu kutoka kwake. Lakini kama muamuzi ana leseni ya FIFA, lakini anaenda pale anaenda kuharibu mpira. Sasa kuna maana gani? Kwa hiyo mimi binafsi watu wanamjadili Mwinchui kwa sababu Mwinchui anajua ana muendelezo na matokeo fulani na ndugu zetu nyuma mwiko. Yaani kama familia wanajulikana na watu wameenda mbali kabisa, wamesema kwamba huyu ni mwanachama wa nyuma mwiko. Sasa si haijalishi kama wewe mwanachama wa nyuma mwiko, mwanachama wa Sunderland au mwanachama wa Namungo, sisi tunachokihitaji kutumia sheria 17 kwenye mchezo wa kesho. Hicho tu ndio tunakokihitaji. Lakini ukienda tofauti, basi mwenye mpira wake kashazungumza, lolote limkute. Lakini sasa ndio tayari mtakuwa mshaumia. Sawa, sisi tushaumia, lakini lolote limkute. Sawa, lakini kuingia Guantanamo unaweza ukaingia lakini ukatoka. Yani kuingia Guantanamo unaweza ukaingia ukatoka, inategemea na kesi yako. Kwa sababu hiyo kesi inaweza kawa nzito kwa sababu ushaambiwa mapema. Alafu uende ukaharibu, wewe unategemea nini? Maana unaonekana umefanya makusudi ili uende huko. Huko utoki. Kwa hiyo maana tunakuwa tumemsahau tena kwenye mpira kwa sababu kwa umri wake kwa sasa hastahili kuwa mwamuzi wa kati. Au tuseme hastahili kabisa kuwa mwamuzi, atakuwa kuwa mshauri sasa hizi. Awe mkufunzi huko, akafundishe vijana, lakini bado anang'ang'ania kuchezesha. Kama umepangwa kuna pensheni baada ya mechi, sawa, utapata kinula mgongo, basi mwenye mpira akashazungumza. Jiandae kisaikolojia mapema. Chezesha kwa haki ili upate heshima yako iliyokuwa vizuri. Na umalize sasa msimu wako vizuri. Inawezekana ukawa msimu wako wa mwisho wa kuchezesha ligi kuu. Wewe utaondoka kiheshima, utastaafu kiheshima. Kwa hiyo bwana Mwinchui, kazi ushapewa, lakini na vitisho ushapewa na mwenye mpira wake. Sio sisi. Sasa tunaweza tukakutisha, lakini mwisho wa siku ukaenda kufanya kile unachokiona kwako kinafaa. Kikubwa ni kwenda kutofasiri sheria 17 za mpira wa miguu, ndizo zitaweza kukupa wewe heshima na kuweza kukusimamisha kwamba wewe ulikuwa kocha bora au ulikuwa mwamuzi bora kwenye mpira. Kwa binafsi nenda katofasiri sheria. Bwana, nimesikiliza mahojiano ambayo ameyafanya leo kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Kocha Pedro wa klabu ya soka ya Young Africans anasema timu yake ipo kamili gado kwa ajili ya kwenda kuwavaa Simba Sports Club. Anajua utakuwa ni mchezo mgumu, lakini anakwenda kutengeneza historia kwa upande wake kwa ajili ya kwenda kuwafunga Simba Sports Club. Amezungumza na kusema ya kwamba huenda ikawa ni historia na namna moja kipekee kwa upande wake, lakini anakwenda kuandika historia nyingine ya kwenda kuwafunga Simba mara 7 mfululizo. Sawa, ajiandae kuandika historia nyingine. Alishaandika historia ya kutoa sare na Ahali. Hapo Guantanamo kashindwa kumfunga kwenye hilo gereza, ni Mwarabu pekee ambaye kashindwa kumfunga kwenye hilo gereza. Kwa hiyo watataka kwenda kuandika historia nyingine. Sawa? Ya kwenda kufanyaje? Kumaliza shughuli yake nyuma mwiko. Ataiandika siku ya kesho. Hiyo kaigeuza tu upande wake wa shilingi amkuona. Sisi ndo tunaujua upande wake wa shilingi. Kesho akishapigwa tu, Pedro hatutokuwa naye katika viunga vya Tanzania. Sio Nyuamani wala Benjamin Mkapa wala Meja Samuyo wala KMC. Yaani hatuko naye tena. Yaani kwenye viwanja hatutamuona. Tutamuona akiwa kwenye mataifa mengine, lakini Tanzania ndio tutakuwa kashaumaliza mwendo. Kesho ikishafika majira saa 5 usiku, basi tuhakikishe kwamba yeye hatopanda boti. Atapanda ndege zetu za pale Zanzibar, sababu zipo za moja kwa moja nyumbani kwake. Asante kwa kushiriki. Mimi nakuahidi kwa sababu makocha waliopita wote wa nyuma mwiko wote walimfunga Simba hapa karibuni. Wote walipata nafasi ya kufanyaje? Kumfunga Simba. Kwa hiyo wewe ukishindwa kumfunga Simba, basi ujiandae na kibegi chako. Kama umeacha Dar es Salaam, haya atakufuata nyumbani kwako. Mwenzako aliachwa kule Malawi. Kwa hiyo na wewe jiandae kuachwa Zanzibar. Mwenzako aliachwa wapi? Foili aliachwa wapi? Si aliachwa Malawi kule. Kichuma moja tu chua, kaachwa kule. Kaambiwa mabegi yako atakufuata. Na wewe jiandae, kilichomkuta Kibeku na Ungo kitamkuta. Kibeku na Ungo kitamkuta kwa sababu na ule kile Kibeku, nisikilize basi, kile Kibeku yake ulikuwa Ungo mzuri, tuna mwenyewe aliupenda, aliununua kwa mbwembwe nyingi na alikuwa anautumia kwenye matumizi mbalimbali, lakini mwisho wa siku ulivyochakaa ukaitwa Kibeku, ukawa unabeba takataka kupeleka jalalani. Wewe na muda wako na wewe umefika, kilichomkuta Foili na wewe kitakukuta. Kwa Simba gani sasa hiyo? Bwana, hii Simba achana nayo hii Simba kina Libase, sawa, ino Jeruti hii Aseoula Mkulia yule wa kwanza kaacha kuuza mayai anacheza mpira. Bwana, hii Simba hatari sana. Hii achana naye, lakini una Suleiman Mwalimu, Haaland wa Tanzania. One mistake, one goal. Wewe unafikiri anafanya masiala wewe? One chance, one goal. Yaani tuna wachezaji ambao ni makatili. Yaani zile mechi zile mbili za pale Dodoma. Hata yule binafsi aloguswa na yeye pia alimwekea mwenzake konga. Kabla, maana kuna ule kagusa lakini kuna alimwekea mapema moja kwa moja. Sasa unamwekea, kwani umeona ile ngazi? Unataka kupanda kwenda wapi? Kwa hiyo mwisho wa siku kwamba wote walifanya tukio sio la kiungwana, na ndio vile timu anaenda kutumia nafasi zote ambazo zitapatikana siku ya kesho. Kwa hiyo naamini kabisa nyuma mwiko mjiandae kuvunja timu, lakini bwana Pedro
ujiandae kupanda ndege kurudi nyumbani kwako. Lakini umekuja umemuuliza Steven Baka. Huyu ni kocha mmoja hatari sana. Nakumbuka alikuwa Stellenbosch. Ile timu mazungumzo yake amesema kwamba wanawaheshimu Young Africans kwa sababu ni timu kubwa, lakini pia vile vile wao wako wanatengeneza timu. Yaani ni kama amewajibu kama anaenda lakini haendi. Wao wako wanatengeneza timu kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya vizuri. Sasa wanafanya vizuri kwenye michuano ipi? Hajataka kuweka wazi. Michuano ipo kwani tuna mashindano mengine sisi? Sisi hizi ni NBC Premier League, CRDB Bank. Ndio mashindano tuliokuwa nayo hapa. Likitokea hilo la muungano tutaenda kushiriki kwa sababu kama ni bonanza. Lakini mashindano tuliokuwa nayo ni hayo mawili ambaye ndio tunadili nayo. Na wao wenyewe wameshazungumza kabisa. Tukishamfunga mtani tutakuwa tayari tumeshaweka njia sawa sawa kutangaza ubingwa kwa sababu tutakuwa tuna gap la alama 8. Sasa tuambie baada ya alama 8 sisi tunaenda kupunguza idadi ya mechi za kufungwa na watani. Sawa, sisi swala la alama sasa tujajiweka mbele. Tunaenda kupunguza idadi ya kufungwa na watani. Tushafungwa mechi 6 mfululizo. Na hii ya 6 ilitumika mipango, wametikisa mikorosho, mibuyu, miembe, wakaenda kuwa mabingwa. Sababu ile haikuwa mechi ambayo tunasema ilikuwa dabi. Ule ulikuwa utukutu. Na ulikuwa kitu cha ajabu, siye kushuhudia dabi ya kitoto kama ile. Sasa sihitaji kuiona tena dabi kama ile. Kwa hiyo tuwaambie mazoezi tuliyoyafanya Dodoma, zile mechi 2 tulizozipiga Dodoma, tutaenda kuwajibu pale Nyuamani Zanzibar. Hiyo Guantanamo ni gereza, ile gereza watafungwa wao kwa mara ya kwanza, lakini Pedro hafungwi. Pedro yeye atasafirishwa kurudi nyumbani kwake. Kama kutakuwa na gereza huko kwao lingine tofauti, basi watatutafutia jina tujue kaenda kufungwa gereza gani. Lakini kesho bwana mtani, iwe mvua, iwe jua, livunjike jembe, afe mkulima, afe Masai, afe ng'ombe, lazima kieleweke. Bwana ndugu yangu Malabuba, kesho Simba kapigwa mara ya 7 mfululizo. Itakuwa jambo la ajabu sana. Na kwa sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba itakuwa ni fedheha kubwa. Kwanza sisi ambao tunatamba na vipaza hivi muda wote. Maana yake mtatutafuta hata tukiwa chini ya andaki. Imekuwaje mbona mlitamba? Sasa kuna wenzetu wengine wamefika mbali, watu wamefikia kuweka pesa. Mtu anasema kwamba ataweka milioni 1.5 kwenye huo mchezo. Na namba za simu kwa jeuri amezitaja. Yaani usisumbuke kwamba chukua namba zake pale mtafute. Maana yake ana uhakika 100%. Mimi binafsi kwenye mchezo wa mpira wa miguu siwezi kuweka ahadi ya pesa. Ila najua nini naenda kukifanya kwenye huo mchezo. Sababu tunajua dabi siku zote haichezwi mdomoni. Dabi inachezwa uwanjani, lakini uwanjani inachezwa viwanja hivi viwili. Kuna kiwanja cha home, lakini kuna kiwanja cha away. Kiwanja cha away maana yake unakijua, ndio kile cha Zanzibar. Cha home maana yake kila mmoja nyumbani kwake ameshajipanga kabla kuelekea kesho, kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo tayari saizi mechi inakaribia kuisha. Kila mmoja nyumbani kwake. Sasa kesho ndio sehemu ya hitimisho. Kama Kisugu kajipanga kama alivyozungumza ataweka milioni 1.5. Na huku upande wa pili nimemsikia kuna mtu kasema atatoa milioni 10. Alikuwa kwenye Samia Cup. Kasema atatoa milioni 10 kama Yanga atafungwa mchezo wa kesho. Kwa hiyo hawa wote watunze maneno yao. Kuna wengine wanawekeaga vibanda huko. Wengine wanaweka wake zao huko. Mimi siweki chochote ila naamini kikosi changu kiko bora kinaenda kupata matokeo siku ya kesho. Hicho ndo ninachokiamini mimi. Mpaka sasa ukiangalia huko dakika saizi ya 75. Sawa? Kila mmoja huko anaonekana kwamba anavutia kwake. Ngoma inaonekana ngumu lakini nakuahidi mpaka kufikia hiyo kesho muda wa mchezo kila kitu kitakuwa sawa. Mchezo unaonekana ni Jumapili lakini kwa sisi ambaye tumesomea Cuba mchezo ni Jumatatu. Mchezo sio Jumapili. Wewe unaamini mchezo Jumapili? Mechi kesho. Mchezo ni Jumatatu. Mimi Mwarabu. Majira yanabadilika saa 12 jioni. Majira yanabadilika saa 12 jioni. Kwa hiyo maana yake mchezo sio Jumapili. Mchezo ni Jumatatu kwa sababu unapigwa saa 2:15. Sio unielewa kama kile? Mchezo ni juma ngapi? Ni Jumatatu. Mchezo umebadilika. Kwa Qur'an tukufu manake si ndio Kiarabu tu. Qur'an tukufu kiangalia ukisoma mule manake siku inabadilika saa ngapi? Saa 12 kwa sisi Waislamu. Umeona? Tena tukija kizungu ndio hivyo saa 6 usiku. Lakini manake mpira unapigwa Jumatatu. Kwa hiyo Jumatatu hiyo ndio siku ambayo imekaa vizuri yani. Mwezi wa 3 afu siku Jumatatu. Alafu mtu atakuwa apata alama ngapi? Alama 3. Kwa hiyo Simba anazikosaje? Na kati kila kitu kinaendana. Kwa hiyo mimi naamini binafsi wana Simba tuendelee kuiombea timu yetu, wale ambao wanajipanga kwenye kona zote waendelee kujipanga, lakini naamini mchezo wa kesho utakuwa mchezo wa jasho na damu. Yaani iwe mvua iwe jua, Simba anatakiwa kupata matokeo kivyo vyote vile. Hata kama utafunga kwa meno. Sawa, aisee ula, wewe funga tu. Kama siku ile alijikunja pale kama kinyonga akapiga kagonga besela ikarudi, kumbe golikipa wao wa Dodoma Jiji alikuwa na kitu chake kakiweka kwenye goli pa ili mradi mpira usiingie. Kwa hiyo na wewe Diala, fuata nyayo zile zile za golikipa wa Dodoma Jiji. Chomeka kijiwe, chomeka kijiti, hakikisha siku hiyo wewe kufungwa lazima. Bwana, kwa kumalizia, zungumza na mashabiki wa Simba pamoja na uongozi wa klabu ya Simba kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Uongozi wa klabu ya Simba nimeona posti nyingi zinaendelea kwenye magrupu kusemekana kwamba mwenyekiti wa klabu hayupo Zanzibar. Mwenyekiti wa klabu yupo kwenye mkutano unaohusiana na TFF. Sawa? Kwa nini asiwepo Zanzibar? Mbona kule wenzetu pande wa pili wamemwakilisha mjumbe? Mwenyekiti wa klabu haingii uwanjani kucheza mechi.
Mwenyekiti wa klabu kazi yake ni kuwatuma watu majukumu kufanya kazi. Kweli tunaamini kwamba Murtaza Mangungu ni mwenyekiti ambaye sisi wote nafsi yetu haiko pamoja naye kutokana na Simba inapoteza muda wote. Sawa? Hatuna imani naye kwenye hilo, hakuna asiyoamini. Lakini binafsi kuwepo yeye pale Zanzibar, sio ndo kunasema kwamba yeye tayari anafanyaje? Anasema kwamba Simba anashinda. Tayari majukumu kashawakabidhi watu, wanayafanyia kazi, sio yeye. Kwa hiyo hata hao mnawaona kule wapo kule wamemtuma mwakilishi, wao wahusiki kwenye hiyo mikutano kwa sababu hawakuwa na haki ya kupiga kula. Uchaguzi ambao umefanyika, wanahusika vipi kwenye mikutano? Kwa hiyo watu mtambue hilo. Sio kwamba engineer mkumuona kule wala alafatiaje mkumuona kule. Wahusiki kuhusika kwenye hiyo mikutano kwa sababu hawakuwepo kwenye uchaguzi. Yaani ni watu ambao wamekosa vigezo. Kwa hiyo msishangae kuto kuwaona kule. Mangungu mmemwona yupo huko kwenye mkutano, lakini Mangungu atakuwepo kwenye mechi. Mechi ni kesho. Mashabiki wa Simba tupo hapa, lakini kesho unakuta umetuona wapi? Tuko Zanzibar. Kwa nini unatuona tuko Zanzibar? Manake muda bado upo na tutasafiri. Kule Zanzibar kuna watu na ndo tawi la kwanza la Simba liko kule. Huko Kikwajuni huko. Lipo kule tawi la kwanza la Simba afu linafuata lile pale Shibamu, Magomeni Mapipa pale. Hilo ndo tawi la pili la Simba toka ianzishwe 1936. Kwa hiyo msishangae kwamba huyu kwa huku basi vitu haviendi. Tunajua hakuna mwenye imani na mwenyekiti kutokana na muendelezo wa matokeo ya klabu yetu. Huo ni ukweli kabisa. Hakuna mwenye imani na mwenyekiti. Hata wewe una imani? Sasa muendelezo wa matokeo mabaya kuna nani anaupenda? Mtu wa kwanza kuangushia jumba bovu anakuwa ni kiongozi. Huo ni ukweli, ndio maana watu mashaka wanaanza kusema tayari umemwona yuko kwenye mkutano. Kwa hiyo aache kwenda kwenye mkutano ambao una uhusiano na mwenendo wa mpira wetu Tanzania, akimbilie kwenye dabi ambaye bado haijafika kuchezwa. Maana ingekuwa kesho tungejadili mbona mechi inachezwa na wao wanaendesha mkutano. Hata sisi tungemjadili Wallace Karia. Unaendeshaje mkutano wakati kuna mechi? Lakini Wallace Karia akatambua kwamba kesho kuna mchezo mkubwa ambao unafanyika kwenye taifa hili. Umebeba hisia za watu. Maana mambo yote, shughuli zote za kinchi kesho zinasimama. Hata mama mwenyewe kesho atakaa sehemu moja kuiangalia Simba Sports. Kesho afanye jambo lolote la kiserikali kesho. Mama atakaa kwenye runinga, atamwangalia mnyama akifanya yake pale Magogoni. Mimi naamini hilo fanyika. Zaidi ya kumwangalia mnyama akifanya yake muda huo usiku. Baada watu wakimaliza kula iftari, ilishatulia, muone bwana wanajiandaa na daku, lakini naamini watu wengi kesho watu kula daku. Baada ya mechi, watoto wajiandae siku ya pili yake Jumatatu kusherekea. Kabla hujaenda shule, unakula daku la wazazi wako, unaenda shule. Jumatatu, watoto wote mjiandae kula daku la wazazi wenu. Kwa wale ambao watapoteza game, daku watoto alitolika. Huo ndio uhalisia. Kwa wale wote ambao wanampiga mawe, huyu kiongozi tunampiga mawe sana, kila mtu anajua, na sio wengine tunaitwa machawa. Hapana, Murtaza Mangungu. Ifike sehemu sasa tupambanie Simba yetu. Mangungu ni kiongozi wa Simba. Ikifungwa hafungu Mangungu, imefungwa Simba. Sisi tunataka kuondoa aibu ya klabu yetu. Kupoteza mchezo wa 7 mfululizo, tupambane. Kila unachokijua kukifanya, una bibi yako na babu yako. Sababu wenzetu wanajua uko nyuma kwenye mwiko wao ndo maisha yao. Na sisi tuende kule kwenye nguvu moja tushirikiane ili tupate ushindi wa pamoja. Hayo ndo malengo yetu makubwa. Tukifungwa sisi tutaongelea wapi? Leo utanifuata hapa nitashindwa hata kuzungumza. Kwa hiyo naamini kesho vyovyote itakavyokuwa, wana Simba wenzangu, tupambane tuhakikishe tunashinda. Na naamini New Amani Zanzibar kwenye mechi zao za kimataifa zote walizocheza pale 3. Hakuna hata mechi moja waliojaza uwanja, lakini kwa maajabu makubwa kesho Simba Sports anaenda kujaza uwanja kwa sababu ndo shabiki bora barani Afrika. Anaenda kuonyesha ushabiki bora wake wapi? New Amani Zanzibar. Kwa hiyo wewe Kayoko ambaye uliwekwa lock up na ukarudishwa kimya upo kwenye usaidizi. Tayari mwenye mpira wake kashatangaza huko. Jiangalie. Hatuna imani na wewe kabisa. Hatuna imani na wewe kabisa. Kwa hiyo jiangalie hapo kwenye nafasi yako ya uakiba huo. Hiyo akiba yako itumie vizuri. Sije baadaye ikawa lawama. Itumie vizuri. Lakini Mwinchui kwa mara ya kwanza unaenda kuchezesha dabi ya Kariakoo. Mchezo mkubwa na umri wako ukiwa mkubwa kwa sababu unaendana umri wako na huo mchezo. Kwa hiyo naamini katumie ukubwa wako, katumie sheria 17, sio unaenda na sheria 7, 10 unaacha nyumbani, utaenda na maji. Mimi nimemaliza. Shukrani sana. Asante sana.